mradi huu ukianza kufanya kazi yake, ukikamilika vizuri, utakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 40,000 kwa mwaka. Tani 40,000 kwa mwaka peke yake. Ziko nchi ukizikusanya 8 katika mtiririko wangu hauzifikii. Lindi Jambo watazalisha wingi wa tani hizi huyu mmoja, na mgodi huu una umri wa miaka 24, lakini tafiti zikiendelea una uwezo wa kwenda miaka mingi zaidi, hivyo kuendelea kuacha athari chanya katika eneo letu la Ruangwa. Ndugu zangu, manufaa na fursa za mgodi huu kwa wananchi wa Ruangwa, wananchi wa mkoa wa Lindi na Watanzania kwa ujumla. La kwanza, kwa uwepo wa mgodi huu Watanzania watapata ajira. Kama ilivyosemwa, tayari watu wameendelea kuajiriwa na kuna watu wameajiriwa tayari, na nimeambiwa katika ajira zilizopo 52% ya waajiriwa wote wanatoka katika maeneo ya karibu na eneo ambapo uchimbaji huo unafanyika. Rai yangu kwa kampuni ya Lindi Jambo, hakikisheni mnapoendelea kupanua upanuzi wa kazi ambazo mnazifanya hapa, takapohitajika ajira nyingi zaidi, wapeni kipaumbele wananchi wa Ruangwa na hasa hawa walioko maeneo ya karibu na mgodi wenu huu, ili wao wawe wa kwanza kuyaona mafanikio haya. Eneo la pili ni ununuzi wa huduma na bidhaa. Kampuni hii mpaka hivi sasa imeshatumia zaidi ya bilioni 27 na kuendelea kwa manunuzi ya bidhaa na huduma, ambapo wanaotoa huduma hizi ni Watanzania wenzetu ambao pia wamewaajiri wananchi wa hapa Ruangwa. Endelea kusisitiza, inapotokea fursa yoyote ya wananchi hao wa Ruangwa kuweza kutoa huduma migodini na kusambaza bidhaa, wapewe pia kipaumbele ili waone manufaa moja kwa moja ya mradi uliopo katika eneo lao. Lakini pia jambo lingine la tatu ni kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Hapa mgodi huu italipwa kodi, tozo mbalimbali na ushuru wa huduma kupitia halmashauri ya wilaya ya Ruangwa, wataukusanya kupitia eneo hili. Ushuru ule ndio unakwenda kujenga madarasa, unakwenda kuboresha huduma ndani ya wilaya yetu. Kwa uwepo wa mgodi huu utakuwa na manufaa hayo pia. Lakini pia uwepo wa mgodi huu utachochea ukuaji wa sekta ya nyumba na makazi na ujenzi wa hoteli na nyumba za kulala wageni, hasa kwa kuwa asilimia kubwa watakuwa wanakuja katika maeneo haya kwa ajili ya kuweza kupata malighafi, na wengine itawalazimu kuweza kulala hapa Ruangwa, na hivyo kuchochea uchumi wa eneo letu hili la Ruangwa.